tunaandika kinachosemwa ama tunaandika kinachofanywa, ama tunaandika vyote kwa maana ya kinachosemwa na kinachofanywa, ama hatuandiki vyote, yani hatuandiki kinachosemwa na hatuandiki kinachofanywa. Hilo ni swali wenu wanahabari wenzangu. Nikianza kuzungumza, nataka niiguse kidogo tasnia yetu katika muktadha ama katika nyakati hizi za uongozi wa awamu ya 6 kwa kidogo tu, kwamba kwa kumbukumbu zangu nakumbuka Mheshimiwa Rais wakati ameingia madarakani mwaka 2021 aliita mkutano wa hariri, na tulitoa ombi la kufunguliwa kwa vyombo vya habari ambavyo vilikuwa vimefungwa, na Mheshimiwa Rais aliridhia na akatupa angalizo kwamba tunaweza kukosoa, tunaweza kushauri, lakini katika kukosoa tukosoe kwa hekima. Kwa hiyo akatoa amri kwamba vyombo virudi kwenye kazi. Naamini baadhi ya magazeti na baadhi ya online media pia na vyombo vingine ambavyo vilikuwa kwenye mtanziko vilipata nafasi ya kuendelea na majukumu. Kwa nini nasema haya? Kwamba mimi niliona siku ile dhamira ya Mheshimiwa Rais ya kufanya kazi na vyombo vya habari. Lakini katika safari ya uongozi wake ama katika safari ya miaka kadhaa hapo baadaye, ni kwamba tulikuwa na michakato sawa ya kuomba maboresho ya sheria zetu, kwa maana sheria ya huduma ya habari pamoja na ile ya utangazaji, lakini pia na kuangalia sera zinasema nini. Bado tuna changamoto kwenye sheria, na hili ni ombi ambalo tumekuwa tukilisema mara kwa mara. Ni kwa nini tunatamani kuwa na mazingira bora ama mazingira mazuri ya vyombo vya habari? Unapokuwa na vyombo vya habari ambavyo viko kwenye mazingira mazuri, maana yake ni kwamba unakuwa na vyombo vya habari vyenye afya, lakini mwisho wa siku vinaenda kucomplement utendaji wa serikali. Serikali nayo inakuwa na afya, lakini mwisho wa siku taifa linakuwa na afya. Kwa hiyo maana yake nini? Tunategemeana kwamba sisi tukitimiza wajibu wetu sawa sawa, tunaisaidia serikali ili iweze kufanya kazi yake vizuri, na ikibidi hata kuiwajibisha. Lakini wakati huo huo tunasaidia taifa pia, kwa sababu kila mtu atajua wajibu wake, tutapata taarifa sahihi kwa wakati, na tutaweza kuchukua maamuzi sahihi, ikiwa ni pamoja na kujenga nchi. Sasa kwa sababu tumekuwa na haya maombi kwa serikali kwamba tunatamani sheria ziwe vizuri, mazingira yetu yawe rafiki. Tumeona juzi hapa machafuko yametokea, usalama wetu ukawa kidogo kwenye mtanziko, na jambo la usalama kwa wanahabari ni la msingi sana. Haikuwa rahisi kushika kalamu kwenye nyakati kama zile, na hatujawahi ku experience. Kwa hiyo kila mtu alikuwa kwenye mtanziko, kila mtu alikuwa anatafuta namna gani naweza nikatimiza wajibu wangu, lakini mazingira hayakuwa rahisi. Kwa hiyo manake ni kwamba sasa tuanze kujiangalia, na jeshi la polisi pia lianze kututizama tunafanya nini. Jana tulikuwa na mjadala mmoja sehemu, kuna mtu akasema mbona manesi walikuwa wanakwenda hospitalini, madaktari wanachukuliwa na magari ya jeshi wanakwenda wanapelekwa, lakini mazingira ya waandishi wa habari hayakuwa hivyo. Kama kuna mtu aliwahi kufuatwa hapa labda na gari ya polisi nyumbani kwake, aende akatangaze au akapige picha mahali, labda anaweza akatusaidia hiyo experience, lakini mazingira yetu hayakuwa hivyo. Kwa hiyo tuli experience kitu ambacho ni cha tofauti. Kwa hiyo mimi natamani kuona kwamba serikali yetu inaendelea kuwa sikivu, turekebishe mazingira ambayo ni magumu kwetu sisi wanahabari, sheria ambazo kidogo tunaona hazijakaa sawa zikae sawa, lakini wakati huo huo tunanyoosha kidole kwa serikali kupeleka maombi yetu, tutimize wajibu wetu kama wanahabari. Wakati huo tunasema tunataka ABC, tunataka hili lifanyike, sisi kama wanahabari tutimize wajibu wetu. Na wakati mwingine tujiulize, ameongea hapa Kibanda kwamba tunatakiwa kuset agenda, lakini tunatakiwa kuwa na ile responsible journalism. Na mimi naomba niongezee kutoka kwenye hayo kwamba kwa haya ambayo tumeyaona ni kama vile tuko kwenye, nasemaje sijui, ama kwa maisha ambayo tunaishi sasa hivi ya kiuandishi ni kama tuko kwenye kiza, lakini wanasema kadri usiku unavyoendelea kuwa mwingi ndivyo ambavyo kunakaribia kupambazuka. Maana yake ni kwamba kama tulikuwa kwenye usingizi totolo wa changamoto za kiuchumi kwenye vyombo vya habari, changamoto labda za kimazingira na vitu vya namna hiyo, maana yake kunakaribia kukucha. Naomba tena niulize swali kwa waandishi wenzangu, wahariri wenzangu, kwamba je, ukikucha tuko tayari kuinvest kwenye taaluma yetu? Kwa maana
ya kuwa na peace journalism. Sasa hivi tuna changamoto, nchi yetu imetikiswa, kalamu zetu zinaandika kuhusu nini? Tukizungumza kuhusu amani ya nchi, peace journalism ipo, tunatimiza wajibu huo, na kama tunatimiza wajibu huo basi ni vizuri, ili tuendelee kuisaidia nchi. Lakini pia tuwekeze kwenye investigative journalism, tufanye analysis. Wote mnakumbuka kama ambavyo nimewaambia, dhamira ya Mheshimiwa Rais mimi naiona. Kamati iliyoundwa kuchunguza hali ya uchumi ya vyombo vya habari, na baadaye alikuja kupokea ile ripoti. Siku anapokea ripoti alisema journalism yetu imepungukiwa analysis. Yani tunafanya event based journalism. Tunakwenda kwenye matukio ndio tunayoandika. Hatuingii ndani, hatufanya uchambuzi. Sasa kama Mheshimiwa Rais ameliona hilo na akatu challenge, lakini bado wadau pia wengine wa habari wanasema hayo, sio tu serikali. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tuna upungufu huo. Je, kukikucha tutakuwa tayari kufanya analysis? Tutachambua taarifa zetu? Lakini kama hiyo haitoshi, tutainvest kwenye specialization, kwa sababu unapokuwa umebobea ndivyo ambavyo unaweza kufanya kazi yako vizuri. Haya yaliyotokea, kwa mfano, kama tungekuwa na watu ambao wamebobea kwenye uandishi wa maeneo ya hatari, pengine ongeza kufanya vizuri kuliko hata taarifa za CNN. Lakini kama hiyo haitoshi, tuinvest kwenye teknolojia, na mwisho wa siku tubezi kwenye public interest journalism, tukiandika yale ambayo public inataka kuyasikia. Maana sisi ni kama wapishi, tupeleke mezani kile ambacho walaji wanakitaka, sio kile ambacho sisi tunakitaka. Baada ya kusema hayo, naomba nitumie neno moja la Kiingereza. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nilikuwa nimepata bahati ya kwenda Singapore mwezi uliopita, katika mjadala ambao walikuwa wanaongea viongozi wa vyombo vya habari vya Asia. Nilitoka na misemo mingi, lakini hapa naomba nishie msemo huu. Unasema the next thing big in journalism is journalism. The next thing big in journalism is journalism. Kwa hiyo hata iweje, hata huyo AI afanye nini, journalism ambayo sisi tunaishikia kalamu itabaki kuwa journalism, kwa sababu AI hana uwezo wa kumfuata mtu na kumhoji. Ni sisi ambao ndio tunafeed taarifa kule, na AI ina search taarifa mbalimbali. Kwa hiyo yenyewe ikiulizwa tu taarifa ina search huko, ina pop pale, lakini sisi ndio ambao tunakwenda on ground. Kwa hiyo bado kalamu ina nguvu. Kwa hiyo naomba ndugu zangu tutiane moyo, lakini pia bado natamani kuona serikali yetu ikiendelea kutusikiliza na kuboresha mazingira yetu, ili mwisho wa siku tuweze kufanya kazi kwa pamoja, tuwe na media yenye afya, tuwe na serikali yenye afya, na zaidi tuwe na taifa lenye afya. Asante. Asante sana Joyce Shebe.